Sasa unajua nini baby? Unanichanganyaga sana kwenye kiuno chako. Mtoto una kiuno kilaini wewe. Ai. Atakuwa mama mwenye nyumba huyo. Mama mwenye nyumba? Mama mwenye nyumba. Huyo mama mwenye nyumba amekuja kudai hela yake ya kodi kwa sababu anadai hela ya kodi unajua. Uenda amekuja kufuata hela yake ya kodi. Kichi, huyu ni mama mwenye nyumba? Au yule demu wako amerudi tena hapa? Sasa mwanamke gani tena? Huyu mama mwenye nyumba sasa nisikilize. Huyu bi mkuu waga ni mkorofi sana. Cha kufanya jifiche. Kwa sababu waga apendai kabisa mimi niingize mwanamke wa ndani. Cha kufanya jifiche, mimi nikamfungulie pale nikamsikilize. Sawa? Kichi, nijifiche? Au huyu mama nyumba unatembea naye? Au ni mtu wako? Kwa sababu haiwezekani kunaniambia eti jifiche. Ni mama mwenye nyumba anadai kodi au ni mtu wako? Tuambiane tu ukweli. Sitaki mambo mengi. Yaani mimi sitaki kabisa kusikia huo mchezo. Siwezi kujificha. Kichi, nimechoka. Siwezi. Sijifichi. Nisikilize Tami. Ubi mkubwa mwanangu ni mshangingi, yani lina mwili kinoma, afu ni mkorofi vibaya mno. Yaani ana visa na visitani. Ante moja waga huja kuoga mpaka chooni kwangu. Sasa ukitaka haja kuvunja kuharibu uso, mimi simu. Naenda kumfungulia mlango lakini naenda nashuka. Kama ni mama ya nyumba, namfunika unatoka speed ya kasongo, ni speed ya kimburukenge. Nikimfunika tu unatoka sawa? Kichi, sikubali kabisa. Na kama ni mwanamke wako, nitauana naye leo hapa. Sitoki na sijifichi. Nakwambia kweli siwezi kujificha. Kuja basi. Naijua sana hiyo, ni mtandao sana TikTok huko. Kwa hiyo ukanichanganya kwa chochote kile. Kichi, pesa ulikuwa unahitaji kwa ajili ya nini? Hiki ndio chakula chako nakiongelea, si ndio? Haya ndio mazingira yako ambayo yaelewi. Alafu, wewe umeniambia unaumwa wewe. Kwa hiyo ndio daktari sasa. Huyu ni daktari uliyemleta humu ndani. Kichi, huyu ni nani? Nakuuliza Kichi, huyu ni nani? Yaani unanikuta mimi na mpenzi wangu tumekaa tunafurahia, halafu unaanza kunyanyua sauti yako, kuanza kupiga kelele. Wewe kama nani? Wewe kelele na unanyamazishe. Nisikize nikwambie, huyu Kichi unayemwona hapa ni mpenzi wangu mimi, na wewe ukaniamulia chochote humu ndani. Nisikilize nikwambie, huyu ni mpenzi wangu na cha kunifanya kile hauna. Wewe kelele, unanyamazishe. Unaamua nini sasa? Ninachotaka ndicho unachotaka wewe. Sikia nikwambia kufanya kitu kibaya wewe. Huwezi. Siwezi. Huwezi. Siwezi. Huwezi. Wewe nikwambia mara ngapi kwamba usiona kuja nyumbani kwangu bila hodi mzee? Nikwambia mara ngapi? Afu sasa hivi unakuja mimi tuongee mara ngapi? Mimi nikwambia mara ngapi lugha hizo nakwambia kitu kimoja mzee. Kisa nikwambia kitu kimoja kwa nini? Wewe Kichi unaongea nini wewe? Kwa hiyo kinachoonyesha kwenye macho yangu ni sahihi kwako, si ndio? Yaani umpuzi unaonyesha unaona wewe. Wewe. Sikiza vizuri kidege. Sitaki unipandishie kisukari tugombana sasa hivi. Mara ngapi mimi nakwambia usije nyumbani kwangu bila kunipigia simu? Usije nyumbani kwangu bila kunipa taarifa. Kwa nini sasa unakuja kuja kama chooni mzee? Kwa hiyo nitaka nyumba yako, si ndio? Ndio sikutaki toka basi. Kichi, kwa nini yake kinyago chako ndio unanifuata kwa nyumba yako? Kinyago mwenyewe. Wakale, nyamazishe. Kindege nikwambia sitaki upandishe kisukari chako hapa. Toka bwana. Nisikilize Kichi, naondoka. Ile alijaisha, ile alijaisha mpaka napotakiwa kwenda tenda nao. Nadhani Tami mpenzi wangu umejiona jinsi gani ninavyokupenda. Sio umeona kabisa nimemfukuza mbele yako kwa sababu anaita ushenzi kabisa yule mwanamke yani. Yaani ndio maana simkubali, nimemfukuza kabisa na sinataka kabisa mazoea hivyo. Kichi, unanichukuliaje? Kwa nini unanifanyia hivi Kichi? Kila siku gani unapenda kuniumiza mimi? Kila siku
unanifanyia matukio. Kwa nini lakini nimekukosea nini? Kwa nini Kichi? Nimechoka kila siku na hivi vitendo unavyonifanyia. Kila siku drama. Kwa nini wewe? Kwa sababu nimekupenda. Si ndio? Kwa sababu nimekuonyesha upendo ndio maana unanifanyia haya. Kwa nini lakini? Nisikilize basi mpenzi wangu, tuliza kwanza majini, tuliza mapepo yako sawa. Sumuni kabisa mimi nimemfukuza, yani nimeonyesha jinsi gani ninakupenda peke yako. Mimi nakupenda peke yako mke wangu. Acha mapepo atulize, jini makata mtulize mke wangu. Tulia basi, unajua unanikunja hivyo unanikunja kabisa, utaninyonga uniue mimi. Mimi zako nimebadilika, yani kwenye moyo wangu uko peke yako, mimi nimebadilika, nimeamua tu kuchagua peke yako Tami mpenzi wangu. Nielewe basi mama wangu. Nielewe basi, tulia basi mama wangu. Mtulize wa makata, jini makata ambia ashindwe. Mimi nakupenda basi mke wangu sawa. Tulia mama. Sawa, Tami. Nasikia sasa mimi nitalipia ile deni sawa. Leo napiga mechi kambe ya Argentina. Wewe Leticia. Beba usi. Wewe. Nimekuta kuna nguo za ndani pale juu zimeanikwa. Ina maana dada yako alirudi? Hapana, dada bado hajarudi. Kama dada yako hajarudi, nani amenunua zile nguo na kuzifua? Ina maana ni wewe, si ndio? Ndio shemeji. Wakati tunaenda supermarket, dada alipata simu ya dharura. Hivyo akawa ameniagiza mimi. Kwa mimi ndio nimenunua na nimezifua. Lakini naomba nisamehe kama nimechagua rangi mbaya. Wewe. Ina maana wewe ndio umenunua nguo zangu za ndani? Yaani chupi zangu za ndani umenunua wewe? Ndio. Na umejuaje kwa napenda ile rangi? Kuhusu rangi dada alinielekeza. Haise, mimi nashangaa makubwa haya. Sijawahi kuona madrama kama haya. Hivi inawezekanaje nguo zangu za ndani, yani chupi, boxer, nguo za kujistiri mimi mwanaume wake, akutume wewe? Hivi hii inaingia kitu kwako? Ina maana haki ya Mungu wewe ndio umenunua nguo zangu? Ndio. Wewe una uhakika umenunua hizo nguo? Dada, ndio wewe si uliniagiza na nimeenda nimezinunua, nimezifua kama ulivyosema. We binti, hivi kwa nini unapenda uongo wewe? Kwa nini unataka kujiblandi kwa mume wangu? Kwa nini unamwambia uongo? Unapata faida gani? Au kuna mtu labda naye kutuma ufanye hivi vitu ambavyo unavyofanya humu ndani? Kuna bosi wako labda mwingine sasa ambaye anakulipa mshahara. Maana unapenda kuongea vitu ambavyo hata havipo. Mimi nimekutuma saa ngapi kama sio uongo na kutaka kunigombanisha mimi na mume wangu? Wewe. Kwa hiyo wewe unamaanisha hizo nguo umezinunua wewe, si ndio? Mimi ndo nimenunua mume wangu. Huyu binti ni muongo na sijui kwa nini anaongea uongo mbele yako. Labda anataka muamini, sijui ndo aonekane mfanyakazi bora. Kwa hapo ulipo unatoka wapi? Natoka kwa rafiki yangu na hapa nilikuwa najiandaa niende nikazifue, nimewaona hapa ndo nimekuja. Ukazifue. Anyway, hizo nguo unazotaka kuzifua tayari zimeshafuliwa. Kwa hiyo wewe ni muongo. Hauzijui hata ni nguo gani, ni size gani, ila wewe umeamua kumpa majukumu yako huyu dada. Na hichi kitu nilishakikataza mke wangu. Hivi wewe ulisikia wapi mke wa mtu anaweza akampa majukumu dada wa kazi kwamba akamnunulie nguo za ndani? Wapi? Mke wa nani alifanya kitu kama hicho? Nisikilize vizuri. Ndoa yako ni jukumu lako. Endapo unaendelea kukimbia majukumu yako kwenye ndoa yako, usije ukilaumu ukipoteza nafasi yako, kwa sababu watu wengi huwa wanachukuliaga muda wa mapenzi kama muda wa mchezo. Sikiliza, mapenzi sio tendo tu. Mapenzi ni hisia, mapenzi ni mapenzi, mapenzi ni kujaliana. Sikiliza, mimi sijapendezwa na hicho ulichokifanya. Sijapenda kabisa. Serious, badilika. Wewe, hivi wewe ni mshenzi eh? Hivi umepata faida gani kunigombanisha mimi na mume wangu hapa? Au mume wangu amekasirika hapa, ameondoka amekasirika, wewe ndo furaha yako? Hivi kwa nini unakuaga kama umevurugwa wewe, kama kichaa, kama akili zako hazikutoshi vizuri? Au kuna mtu labda sasa anaye kutumaga ufanye hivi vitu ambavyo unavifanya? Unatafuta nini kwa mume wangu? Kuja kumwambia uongo na kumjaza upumbavu kama hivi, anaondoka amekasirika, wewe unapata faida gani? Dada, lakini sioni hata haja ya kunilaumu kwa sababu wewe ndo umeniagiza. Alafu mimi sijamwambia, yeye ndo ameniuliza, ndo maana nikawa nimejibu kama alivyoniuliza. Mimi ndo nimekuagiza. Wewe, naomba nisikilize vizuri. Hiki kitu sijakipenda na wala sitaki kijirudie tena. Halafu mbona nakukanya kila siku utaki kuelewa wewe? Yaani nakuzuia usimwambie mama wangu vitu ambavyo vinaendelea humu ndani, lakini wewe ndo unajifanya kidomodomo unakuja kumwambia. Nisikilize wewe. Na hicho kichwa chako kama mabibi ya Lushoto, kuna siku nitakuja nikunyooshe mpuuzi mmoja wewe.
Njoo hapa mama mtu. Vipi wewe? Niache kwanza. Jamani, una shida gani wewe? Basi sawa. Umeniambia tuje tuongelee huko nje kabisa nyumbani. Umenitoa kule nyumbani mkuku. Sio kawaida yako. Una issue gani? Nimeamua tu mwenyewe kukuleta huku kwa sababu kuna mambo yangu yameingilia kati hapa. Nina matatizo sana. Kwa hiyo nikaona tukiongelea nyumbani itakuwa jamu. Ndio maana nimekuleta huku sehemu ya private ili tuwe wawili mimi na wewe. Ili mimi mwenyewe niwe free kukwambia. Okay. Kumbe sawa, nimefurahi pia mimi kusikia hilo. Kumbe hata wewe mwenyewe unapenda kukaa sehemu ya faragha afu tukapata hata mazungumzo kama hivi. Binafsi mimi mwenyewe napenda sana. Hata mimi mwenyewe napenda ila sio kivile. Sasa hayo matatizo ambayo unazungumzia ni yapi hayo? Tatizo lenyewe sio kubwa sana, ninahitaji tu pesa. Na kiasi fulani cha pesa ambacho nakihitaji sina mwingine wa kumuomba, ni wewe tu peke yako. Na imekuwa kama bahati Mungu kakuleta nyumbani siku ya leo. Kwa hiyo naamini wewe utanisaidia. Okay. Ni pesa kiasi gani? Ni kama 300,000 hivi. Na ukinisaidia hiyo, nitakuwa nimemaliza mahitaji yangu yote kabisa. Okay. Sasa kama ni 300,000 mbona ni pesa kiasi kidogo sana? Na unalifahamu hilo. Kwangu mimi shilingi 300,000 ni pesa kidogo sana kwangu. Na nadhani hilo limesha kuisha na nitalisimamia tu, litakwenda vizuri, nitahakikisha kila kitu kinakwenda kama kilivyopangwa. Lakini ningeomba kugusia pia hapo. Vipi kuhusu jibu langu? Kanoni, mbona haraka hivyo? Wewe nilikwambia unipe muda wa kufikiria. Au unataka mpaka nikujibu ndio utanipa hiyo hela? Sina maana hiyo. Swala la pesa na hilo swala langu ni vitu viwili tofauti kabisa. Nimesema ndio maana kwamba sambamba na hilo, kwa sababu najua kabisa swala la pesa nishamalizana na hilo, lazima nitalizingatia, nitakupatia hiyo pesa. Lakini swala langu pia nikasema igusie basi, kwa sababu tumepata muda wa faragha, unipe majibu basi kama inawezekana. Mimi nitakujibu tu, wewe kuwa mvumilivu kama nilivyokuambia. Wewe kuwa mvumilivu, nitakupa majibu yako muda wowote tu nikitaka. Niambie sasa kama utanipa hiyo hela au haunipi. Basi sawa, nimekuelewa. Lakini mbaya zaidi ni kwamba sijabeba cash. Na nadhani tuende sehemu hapo nikaangalia mazingira mengine hapo kama tunaweza kutoa nikupatie hiyo pesa. Basi sawa, twende. Kanoni. Vipi wewe? Una shida gani? Kanoni, naomba kuongea na wewe. Tuongee nini mimi na wewe? Alafu nishakwambia kitu gani wewe kuhusiana na swala zima la kuniona tu mimi unaanza kunifuatafuata? Na mbaya zaidi, umenikuta sasa hivi niko na mpenzi wangu. Alafu unaniletea hizo taarifa zako za mambo ya kutaka sisi tuongee nini sasa? Bwana, mimi siwezi kuongea na wewe. Mpenzi wangu, unamwona wewe? Hatuna ajenda yoyote ile. Na wala mimi sitaki kujiona naye kabisa. Mimi nafikiri bado tungeondoka tumwache. Sawa, tunaweza kwenda. Huyu mwanamke mbona kama vile namjua? Ndiyo, huyo namjua. Na kwa nini siku zote anatongoza na Kanoni anamkataa kabisa tena Azalani kaupe? Kwa nini niwe leo? Hapa kutakuwa na kitu. Na ni lazima nifuatilie nijue kuna kitu gani. Yaani lazima nifuatilie mpaka nijue kuna ukweli gani ambao nauficha.
Dada, samani, nakuona kama vile una mawazo sana na upo sawa. Nilikuwa nakuomba usimame pale chini ili kusudi mimi niendelee kufanya usafi, kwa sababu hapo unakanyaga, una viatu, panachafuka, afu isitoshe na kazi nyingi sana za kufanya kwa sasa. Shoga yangu, msubiri kwanza nakupigia, maana kuna kidudu mtu hapa kinaniharibia hali hiyo. Sawa. Ulikuwa unasemaje? Nilikuwa nasema kwamba hapo ukitembea hivi unachafua. Nilikuwa nakuomba angalau uvue viatu, hata ukae hapa ili kusudi nimalizie usafi. Unajua kabisa na kazi nyingi, natakiwa nifue, bado sijapika, afu mambo bado ni mengi. Nilikuwa nakuomba angalau tu ukae hapa ili kusudi nimalizie kufanya kazi haraka haraka nikaendelee na kazi zingine. Kwa hiyo unatakaje yani? Vipi kama nikisema sitaki kukaa hapo? Itakuwaje? Hautafanya usafi au? Kwa unataka kuniambia unataka kunipangia cha kufanya kwenye nyumba yangu? Vipi kama nikisema sitaki kukaa kwenye hilo kochi? Utanifanya nini? Lakini dada, kumbuka sasa hivi ni mida ya shemeji kurudi. Na kikuta hapa chini ni pachafu, lazima atagomba na atakasirika sana. Na isitoshe unajua kabisa alikuwa hataki kukaa na mfanyakazi. Ni wewe tu umeforce, ndio maana mimi niko hapa. Kwa hiyo sitamani kumkosea kwa design yoyote ile. Nilikuwa nakuomba angalau niache tu nimalizie kufanya usafi dada. Safi sana. Wewe ni binti mzuri sana. Kumbe unakumbuka kwa mimi ndio nataka ukae hapa ndani. Kilichokutuma hicho kelele chako, ujianze kunipangia sio nivue viatu, sijui nikae wapi nitulie, sijui unafanya usafi, ni kitu gani? Kwani kimekuleta nini hapa ndani? Umekuja kufanya nini hapa kwenye nyumba yangu? Sikufanya usafi. Ndio jukumu lililokuleta. Kwa hiyo nataka ufanye usafi. Nikikanyaga hapa pakichafuka, futa pale pasafi. Tunaelewana binti? Hapana dada. Lakini kumbuka hii sheria ya kutokupanda na viatu hapa wewe ndio uliiweka. Na nashangaa kwa nini wewe umekuja na viatu na nafanya usafi unachafua, sio vizuri dada. Vizuri. Kumbe unakumbuka kwa mimi ndio niloweka hiyo sheria ya kutokupanda na viatu hapa. Sasa si ndio mimi mwenyewe nimeivunja na mimi mwenyewe ndio nimepanda hapa. Unanielewa? Halafu sio kwako. Sijaivunja kwako, nimeivunja kwangu mimi. Mimi ndio nitakuwa napanda na viatu nikijisikia, nisipojisikia nitavua viatu. Halafu leo miguu yangu inaniuma sana, ndio maana sijataka kukanyaga tiles kabisa. Umenielewa? Kwa hiyo sasa fanya kilichokuleta binti. Halafu usiwe unaniingilia nikiwa naongea na simu zangu za msingi. Kwa nini unapenda kunichokoza wewe? Nadhani tumeelewana. Hakikisha unasafisha nilipopakanyaga pamechafuka, pawe pasafi. Na naendelea kuongea na simu. Ole wako nisumbue. Sawa. Kanoni. Naam. Ni muda mrefu sasa umepita tangu nikupe majukumu ya kuyafanya. Na kinachonishangaza umekaa kimya tu. Nilitaka kujua kwani umefikia wapi kwenye kazi yangu nilokupatia? Kuhusu kazi yetu nishafanya uchunguzi, japokuwa taarifa zote ambazo nimezipata mpaka sasa hazijawa complete. Na zikishakuwa complete nadhani nitakupa taarifa kamili. Kitu ambacho nimeexperience mpaka sasa, huenda adui yako akawa atoki mbali. Na kuhusu Mtupa, inaonyesha na chain kubwa sana. Kiukweli nimejaribu kuifuatilia chain yake, inaonyesha kwamba kuna kitu kipo katikati yao. Na kama nikipata nafasi ya kuendelea kuifuatilia zaidi hiyo chain, tutakuwa na taarifa nyingi za msingi kuhusiana na kesi yako. Kanoni, nadhani unajua jinsi gani na uhitaji sana na kupata ukweli. Na kiu kikubwa sana kuhitaji kujua kwa nini nitaka kuuawa. Na nimekupa kazi kwa sababu nakuamini. Tafadhali, naomba upiganie hili swala kila kitu nikijue. Na hamu sana. Mimi nakuelewa vizuri. Na nadhani unafahamu kufika kabisa kwamba mimi huwa sikosei kazi yangu.
nitafanya kila kitu kulingana na maelekezo yako. Nitafurahi sana, lakini nakutegemea sana, na pia wewe nakuamini. Hakikisha tunajua ukweli wote. Kama kuna watu watatakiwa kwenda mbaloni waende, kwa sababu mimi sina adui yoyote. Sidhani kama kuna mtu ambaye nimemkosea kwa namna moja au nyingine. Kwa hiyo nakutegemea sana. Shemeji, karibu maziwa. Asante sana. Leticia, ungempatia na Kanoni pia. Shukran sana. Asante. Hapana, maziwa yapo mengi tu. Ngoja nikakuletea haraka haraka. Asante. Nadhani kwa sasa niko vizuri. I'm very satisfied. Kwa hiyo wakati mwingine nitakuja kupata. Na hata hivyo nahitaji kutoka kwenda sehemu. Sio vizuri. Unajua mgeni akiingia ndani ya nyumba, akipata chochote anatia baraka. Ya, kabisa. Nimekuelewa, lakini pamoja na ugeni wangu mimi sio mgeni hivyo. Mimi wanafika pa mara kwa mara, unafahamu hilo. Nitapata wakati mwingine. Anyway, Leticia, mimi nikuruhusu tu uende ukafanye majukumu mengine kwa sababu sisi bado tuna mazungumzo. Basi sawa, mwe na wakati mwema. Okay. Kaka, kiukweli umepata binti ambaye ni mchapakazi mno na yuko tofauti kabisa na mabinti wengine. Hakika, na najivunia hilo pia. Japokuwa ndio hivyo, changamoto ni nyingi sana. Na tusitoke kwenye pointi. Kanoni, unahitajika kufanya hii kazi mapema iwezekanavyo. Kwa sababu muda unavyozidi kwenda, hatujui nini kitatokea tena. Sitakuangusha. Nitahakikisha nafuatilia hatua kwa hatua. Kwa kila kitu kitakwenda sawa sawa kulingana na vile ambavyo tunapanga. Anyway, mimi nitafurahi sana. Anyway, mimi inabidi nitoke. Kuna sehemu inabidi niwahi. Kuna taarifa naenda kuzifuatilia. Nadhani mpaka kesho kuna kitu naweza nikakupatia. Okay. Mimi nakutegemea sana na pia nakuamini. Kwa hiyo nikutakie mchana mwema tu. Asante kwako pia. The same. Dada, habari? Salama dada. Kwema? Kwema. Karibu. Asante. Nikuja kumwona Janeti. Vipi, nimemkuta? Janeti ametoka. Ameenda dukani pale, lakini sio muda atarudi. Kwa hiyo unaweza kumsubiria tu kama una shida naye. Basi sawa. Basi sawa, ngoja nikakuchukulia kiti ili kusudi ukute umekaa hapo na msubiri. Usijali, namsubiri tu hapa. Hapana, unajua ningekuletea kitu ukakaa angalau ingekuwa vizuri kuliko kukaa umesimama hapa. Usijali. Namsubiri tu hapa kwa sababu umesema ameenda dukani. Itakuwa narudi sasa hivi. Namsubiri. Basi sawa, karibu. Okay. Leticia, unaonekana ni binti nzuri sana. Unafanya kazi vizuri, unajituma. Kiukweli napenda sana unavyofanya kazi. Hapana. Niko na jaribu. Alafu mbona anafanya kazi kawaida tu? Lakini tofauti na dada wengine kabisa. Maana kuna dada wengine tunawajali, yani tunawathamini, lakini wao hawaoni thamani yetu kabisa. Hapana, ni swala tu la kawaida. Unajua sio kwamba eti mtu akifanya kazi polepole ndio kwamba hana utiifu wa kazi. Kila mtu ameumbiwa jinsi ya utendaji wake wa kazi. Kwa hiyo kuna muda mwingine unakuta mwili umechoka, kwa hiyo atafanya kazi polepole. Hivyo na siku pia zilingani. Basi, lakini hongera sana. Asante. Dada Janeti mwenyewe hapo kafika. Vipi tena hapa? Mbona kama kuna kikao kilikuwa kinaendelea? Mlikuwa mnazungumza nini? Eti happy? Amna, tulikuwa tunasalimiana tu. Mlikuwa mnasalimiana? Salamu gani na huo ukaribu umeanza lini? Maana tokea nipo kule getini nasikia tu sauti zenu zinaongea hapa afu mnaambia mkao mnasalimiana. Ina maana mmekuwa na ukaribu kiasi kwamba mpaka mnasalimiana dakika 10. Eti Leticia? Hapana dada. Alikuwa ananisalimia afu alisema anakusubiria wewe na ndio maana yuko hapa. Na amefika sio muda mrefu.
Anyway, Happy, umekuja kunipitia ili tuende kwenye ile issue yetu? Ndio. Okay. Mimi sidhani kama kuna haja ya kuingia ndani kwa sababu hivi ambavyo nipo sawa. Kwa hiyo tunaweza tukaondoka. Sawa. Usikute ulikuwa unataka kunibia mfanyakazi shoga yangu. Maana hayo mazungumzo yenu nimeshtuka. Nae. Amna bana. Okay, tunaweza tukaondoka. Na Leticia, hakikisha ukimaliza usafi wako unakaa sehemu moja unatulia na TV ndani isiwashwe. Sawa, hamna shida. Okay. Halafu naomba usiingie mle ndani ambapo umesafisha. Naomba ukae pale kibarazani mpaka nitakaporudi. Alafu tutaingia wote ndani. Tumeelewana? Janeti. Ungemwacha tu akae ndani. Leticia, hivi wewe siku hizi unanichukuliaje wewe? Kwa nini nikiongea kistaarabu hutaki kunielewa? Ina maana kila nikiongea kitu basi unanipandia kwa juu tena mbele ya wageni zangu. Ili nionekanaje? Sijui kutoa maagizo au nikiongea kauli moja huwezi kabisa kunielewa mpaka tubishane. Nimeshasema hivi, natoka. Na nikitoka hakikisha usiingie mle ndani. Kaa pale kibarazani mpaka nitakaporudi safari yangu. Umenielewa wewe binti? Naomba unisamehe, sikuwa nimemaanisha hivyo. Janeti. Ungemwacha tu angekaa ndani, angalia zake TV. Ana shida gani kwani? Happy, tafadhali. Naomba nikitoa maagizo yangu usiniingilie. Huu ni mji wangu. Kwa dada, masharti yako huko kwako. Tuondoke. Sawa.